hali ya usugu wa vimelea dhidi ya dawa ipo na imeendelea kuwepo na imekuwa ikiongezeka, na ndio maana kukawa na hiyo kamati maalum kwa lengo la kuona namna gani tutaipunguza. Na tayari kupitia kamati hiyo ambayo inaratibu shughuli hizo chini ya ofisi ya Waziri Mkuu, tumeweza kupiga hatua kubwa kupunguza matatizo hayo ya usugu wa vimelea dhidi ya dawa, hasa pale ambapo matumizi ya dawa za antibiotiki kiholela holela yameweza kupungua kwa 80%, kwa sababu hicho ndio kimekuwa ni kichocheo kikubwa kinachopelekea vimelea hivi kuweza kutengeneza usugu. Lakini pili, hata vile vifo ambavyo vinatokana na usugu wa vimelea dhidi ya dawa vimepungua upande wa afya ya binadamu. Lakini kwa upande wa afya za wanyama kumekuwa na juhudi nyingi, hususan za kuhakikisha kwamba wafugaji wanahamasishwa kufuga kisasa kwa kuzingatia usafi na kuhakikisha kwamba vimelea visiwe kuwa ni chanzo cha maradhi katika mabanda ya kuku, katika mabanda ya nguruwe, katika ufugaji wa samaki kwenye vizimba, pamoja na ufugaji wa aina zote. Na kama taasisi tunawafundisha wanafunzi wetu wajue mapema kwamba pamoja na kwamba tunatibu wagonjwa wetu, lakini magonjwa haya ya kuambukiza yanaweza kuambatana na usugu. Sasa katika kuhamasisha kupambana huo usugu, lazima tufanye washa za mara kwa mara ili kufanya madaktari wetu tunaowazalisha wajue, lakini hata wanaotoa huduma waweze kuwa wanaelewa, lakini hata tafiti zetu ziweze kufanyika ili kugundua matibabu mbalimbali, ikiwa pamoja na dawa ambazo zinaweza kuwa na nguvu ya kuondoa usugu wa virusi hivi, vimelea hivi. Ni kongamano la muhimu sana kwa sababu kwanza kabisa linatufunua upeo wa kujua changamoto imefika kiasi gani, kwa sababu kama wanasayansi ambao tunachipukia ni muhimu kujua mpaka sasa changamoto hii ya usugu wa vimelea dhidi ya madawa imekujaje kupitia tafiti mbalimbali ambazo zinaelezwa katika kongamano. Lakini pia inatusaidia kujua tuna upana mkubwa wa kufanya tafiti, kuzidi kuelimisha jamii, lakini pia kuongeza nguvu au kuwa na mchango katika kudhibiti uenevu wa hii changamoto ya usugu wa vimelea dhidi ya madawa.